maagizo ni haya yafuatayo. Kwanza, kila waziri ahakikishe anaijua wizara yake na taasisi zilizo chini ya wizara husika haraka iwezekanavyo. Hakuna muda. Mkifika, hakikisheni mnajua muundo wa wizara kila mmoja wenu, na hakikisha unajua kila taasisi iliyokuwa chini ya wizara yako kwa kuitembelea na kujua mafanikio yake na changamoto zake, na hilo lazima lifanyike haraka. Pili, tengenezeni mpango kazi wenye bajeti. Mtatengeneza vipi mpango kazi? Dokumenti zifuatazo muwe nazo kwa ajili ya kutengeneza mpango kazi. Kwanza, ilani ya uchaguzi inasema nini juu ya wizara yako? Pili, hotuba yangu ya ufunguzi wa baraza la wawakilishi inakuelekeza nini katika wizara yako? Tatu, ahadi zangu wakati wa kampeni zinasemaje? Mtapewa kitabu kutoka ofisi yangu chenye ahadi zangu wakati wa kipindi cha kampeni. 4, mpate maoni ya wadau katika wizara zenu. Hapa niseme kwamba huwezi kutekeleza kazi zako kama hujawashirikisha wizara yako. Nitatoa mfano. Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu wanaweza kukupa mawazo tofauti, wachukua maoni ya wadau. Huwezi kufanya kazi nzuri katika elimu kama hujakutana na chama cha walimu. Hakikisha nyote, kila mtu kwa upande wake, anakutana na wadau husika. Na 5, dira ya maendeleo iwe kigezo katika mpango kazi wako. Sasa mpango kazi uwe na bajeti kama nilivyosema mwanzo. Wataalamu wanatuambia mpango bila ya bajeti ni rasimu, sio mpango. Tunataka mpango wenye bajeti utakaotuonyesha wazi nini tunatakiwa kufanya, kina gharama gani, ili tuweze kuweka kwenye bajeti zetu tutekeleze mara moja. 3, tembelea miradi yote iliyo chini ya wizara yako, jiridhishe na yafuatayo. Kwanza, kiwango cha ubora wa mradi husika. Pili, utaratibu wa zabuni uliotumika. 3, malipo kwa wakandarasi yanavyofanyika. 4, muda wa kukamilisha mradi husika. Katika hili nataka nitoe mfano. Kwa siku chache nilizokaa ofisini, nimetembelea baadhi ya maeneo. Nimesikitishwa na kiwango cha miradi tunayoifanya. Mathalan, nimekwenda hospitali ya Mnazi Mmoja. Tuna mradi pale wa jengo la hospitali wa jengo la macho. Pale juu kuna theater ya kisasa kwa ajili ya kufanya operation za macho. Mpaka leo haifanyi kazi. Sababu kuna beseni moja la madaktari kujiosha kabla ya kuingia kwenye operation halijawekwa. Mkandarasi ameshalipwa fedha zote. Haiwezekani. Haya ndio tunayasema. Hatuwezi kukubali mambo ya namna hii. Nimekwenda bandarini, nikaambiwa moja ya sababu inayochelewesha mizigo kutoka pale ni kwamba kuna baadhi ya wafanyabiashara wanachelewa kuchukua mizigo yao. Wameifanya bandari kuwa ni sehemu ya kuhifadhia bidhaa zao. Nikauliza, kuna hatua gani mnazozichukua? Nikaambiwa kule Saateni kuna jengo limejengwa ambalo ni custom warehouse, kwamba bidhaa hizi ambazo hazichukuliwi zikawekwe kule ili kutoa nafasi ya bandarini. Nikasema twendeni kwenye custom warehouse. Custom warehouse imechelewa kukamilika kwa miezi 3. Mkandarasi kashalipwa pesa zote.
Watu wanaendelea kukosa nafasi bandarini kwa sababu mizigo imejaa. Hali hii iko kila sehemu. Tuweke mwisho katika mambo haya. Jana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais amekwenda kuangalia mradi wa kutotolesha vifaranga vya samaki. Tukiwa field kule tunazungumza na watu, tunawaambia kwamba tutazalisha vifaranga milioni 1 kwa ajili ya wafugaji wa samaki. Alichokiona jana pale, nyinyi mashahidi, kama mlitizama TV, samaki 5, majongoo 3, kaa mmoja, haiwezekani. Nataka maelezo ya kina, ripoti ya kina juu ya mradi ule, fedha zilizotumika na kwa nini mradi uko namna ile, mara moja. 4, uwajibikaji wa watendaji. Ndugu zangu, tumewaahidi watu kuwajibika. Kila mmoja wetu, nendeni katika wizara zenu, muhakikishe kila mtu anawajibika kwa kazi aliyopewa. Kila mfanyakazi atekeleze wajibu wake. Huduma zinazotakiwa kutolewa kwa wananchi ziwe bora, ziwe za kisasa, kusiwe na malalamiko. Hapo ndio tutakuwa tumefikia katika kuwajibika. Hali haiko hivyo. Kuna maeneo mengi bado huduma ni duni. Kuna maeneo mengi watu hawawajibiki. Kuna maeneo mengi watu wanaingia wanapotaka, wanatoka wanapotaka. Kuna maeneo mengi huduma tunazo hazitolewi. Tuseme sasa basi, afanyeni kazi. Wajibu unaendana na haki. La 5, hakikisheni haki za watu zinatolewa. Iwe ni wafanyakazi ambao tunataka wawajibike, hakikisheni haki zao. Iwe ni posho, iwe ni fedha za safari, iwe ni fedha za overtime, iwe lolote lile, hakikisheni wanapata. Kama fedha hakuna, tutaelewa, lakini kuna wakati fedha zipo lakini mkubwa tu anaamua mimi sitoi. Hili liwe basi. Lakini simamieni haki za wananchi. Mfano mzuri ni Wizara ya Ardhi. Kuna malalamiko makubwa, watu wananyang'anywa haki za ardhi zao. Wizara ya Ardhi kuna matatizo mengi. Hakikisheni mnaondoa matatizo kwa kuweka mfumo mzuri wa kukutana na watu, kuwasikiliza shida zao. Ninataka taarifa, nimepata taarifa kwamba karibu na ya uchaguzi hapa, kipindi cha uchaguzi, ziko ardhi nyingi zimetolewa, kuna maeneo mengi ya wazi yamepimwa, yametolewa. Nataka orodha ya yote hayo. Tukaiweke sawa. Wizara ya Ardhi ina malalamiko makubwa kwa wananchi. 6, utawala bora. Na hapa ninazungumzia rushwa. Rushwa ipo, ni wajibu wetu kuhakikisha tunaondoa rushwa katika maeneo tunapewa kazi. Ubadhirifu upo. Kuna masemina yasiyokwisha, kuna safari za kikazi zisizokuwa na tija, kuna matumizi mbalimbali ya mafuta na vitu vingine. Hakikisheni. Hivi karibuni nitateua makatibu wakuu. Yote haya ni kati yako wewe waziri na katibu mkuu. Hakikisheni mnaondoa ubadhirifu wa mali za serikali. Wizi. Kuna baadhi ya wizara zina makusanyo, fedha hazikusanyi. Kuna fedha za bajeti zinazoibiwa. Kuna fedha zinazopelekwa kwenye miradi ambazo miradi ile iko ovyo, haitekelezwi. Nataka ndoe wizi katika wizara zenu. Kwa hivyo swala la rushwa, ubadhirifu na wizi, waziri, ukishindwa kushughulikia haya, manake hunifai.
Na bahati nzuri mkataba tuliosaini leo hauna muda. Ukifanya vizuri utabaki, ukifanya vibaya unaondoka. Naomba wazi, naomba tusifichane. Niliwaahidi wananchi sitakuwa na huruma wala muhali. Nitaanza na nyinyi mawaziri na kukabidhini kazi. 7, ukusanyaji wa mapato ya serikali. Wizara zenye kukusanya maduhuli, fedha hazikusanywi. Wizara ya Fedha, kaangalie muda wako, ZRB na TRA. Wizara ya Ardhi, kuna makusanyo ya kodi za viwanja, kuna watu wanaolipa viwanja wakipewa viwanja, kuna makusanyo mengi pale. Fedha zinapotea. Wizara ya Maliasili, kwenye upande wa maliasili, wale wanaopewa vibali vya mchanga, kuna fedha zinazopotea, kuna rushwa kubwa. Rekebisha hali hiyo mara moja. La 8, ubunifu. Nataka kila mmoja wenu abuni mpya za kuleta ufanisi katika kazi. Nilisema wakati nafungua baraza la wawakilishi, nikasema nataka watu wawe wabunifu. Singoje mimi nikuite nikwambie kafanye hivi kafanye vile. Hakikisha we mwenyewe kwa kutumia wataalamu walioko katika wizara yako mnakuwa wabunifu. Ndio maana tuna wataalamu. Hakuna waziri kati yenu nyinyi anaweza kusema yeye mtaalamu, lakini ndio maana tumekuwekeeni wataalamu katika wizara zenu. Kama hawafanyi kazi tujulisheni, lakini lazima mbuni njia mpya za kufanya kazi. 9, urasimu. Ondoeni usumbufu kwa watu wanaofuata huduma. Habari ya njoo kesho iwe kesho sasa. Watu wanazungushwa sana, wiki moja, mwezi mmoja, wengine miaka wanatafuta huduma. Fanyeni maamuzi kwa maombi yanayoletwa kwenu. Ziko wizara nyingi hata barua hawajibu. Kama jambo linawezekana, sema linawezekana. Kama haliwezekani, mjibu mtu haliwezekani na sababu zangu hizi. Msinyamaze kimya watu wakaona hawahudumiwi. Mambo yenye maslahi ya umma yasicheleweshwe. Kukiwa kuna jambo linataka kufanyika na lina maslahi ya umma, liamuliwe mara moja na lianze kufanyika. Mandate yetu ni miaka 5. Hatuna muda mwingi. Msikae mkasema nitafanya mwakani. Kila kitu kifanywe sasa. Toeni maamuzi kwa mambo yenye maslahi ya umma. 10, muwe wepesi wa kuleta mapendekezo ya kubadilisha sheria pale ambapo sheria ni kikwazo. Ziko baadhi ya changamoto zinasababishwa na sheria tulizonazo. Lakini waziri ukikaa kimya, katibu mkuu akikaa kimya, miaka na miaka inakwenda, watu wanapata shida, huku tunasema sheria inakataza. Sheria tumetunga sisi. Kubadilisha tunabadilisha sisi. Leteni mapendekezo ya kubadilisha sheria ambazo zinaleta changamoto katika utoaji wa huduma au kukamilisha mambo ambayo tunakamilisha. Tatu, udhalilishaji. Kazitazameni sheria zetu zinakidhi. Kila unapokwenda nchini leo, kilio ni udhalilishaji. Tufanye kazi. Tufanye kazi, kwa vyombo vinavyoshughulika na kutoa haki vifanye. Tuhakikishe swala la udhalilishaji tunaliondoa. Tuanze kwa kutizama sheria. Lakini mifano iko mingi na hili sisemi mmoja. Kila waziri ana wajibu wa kuangalia sheria gani zinazuia utekelezaji wa majukumu yake. 11, utoaji wa taarifa wa kazi mnazozifanya kwa vyombo vya habari. Hakikisheni mnakuwa marafiki na waandishi wa habari, mnakuwa karibu nao.
Hakuna haja ya kuficha unachokifanya. Kieleze, tuelewe, wananchi wote wasikie. Elezea mafanikio na changamoto, na zile changamoto eleza jinsi gani umejipanga kuzitatua. Lakini isiwe waandishi wanakutafuta wewe unajificha. Utakuwa umetekeleza wajibu wako. 12, tusikilize malalamiko ya watu. Sina uhakika kama kila wizara ina utaratibu maalum wa kusikiliza malalamiko na kutafutia ufumbuzi. Tuanze sasa kama haupo. Bahati nzuri sasa kuna teknolojia. Unaweza ukaweka utaratibu wa kukutana na watu kila siku fulani, ukaweka utaratibu wa kuwasikiliza kupitia simu, ukaweka utaratibu wa kuwasikiliza kupitia mitandao ya kijamii. Alimradi kuna njia nyingi. Kuweni wabunifu, malalamiko ya watu yasikilize na tutatue. Wana mategemeo hayo. 13, usafi. Wizara, ofisi zetu, baadhi ukienda unajua kutoka nje kwamba humu huduma hakuna. Inakuwaje katibu mkuu, waziri, mkurugenzi, nje kuna mtu utadhani hakuna mfanyakazi wa nje, na wafanyakazi wapo. Ukiingia ndani ofisi za watu zimekaa kama store. Huduma bora. Hakikisheni maeneo ya kazi yanakuwa sawa. Hakikisheni kila jambo nyinyi wenyewe, usiseme hili sio langu, hili la mkurugenzi wa utumishi. Kila jambo lililokuwa chini ya wizara yako ni lako. Haiwezekani katibu mkuu aseme sina pesa hata rangi ndoo 3 za rangi. Haiwezekani. Hakikisheni maeneo ya kazi yako safi, yataleta matumaini kwa watu kwamba hapa ninapokwenda na huduma zitakuwa nzuri. Hili nalisema kwa ofisi, lakini nilisema kwa miji yetu. Inasikitisha. Manispaa, miji yetu haina hadhi hata kidogo. Ni chafu, taka kila pahali. Lazima tutafute njia mbadala ya kurekebisha hali hii. Bali yaona sasa katika miji yetu. Huendi hata sehemu moja ukasema hapa pale. Hii hali haivumiliki. Waheshimiwa mawaziri, nitakuja katika ofisi zenu kila mmoja wenu. Huko tutatoa maelezo ya wizara moja moja. Haya ya jumla. Chukueni haya ya jumla, mkakae muangalie kwenye maeneo yenu. Kuna maelezo ya kila ofisi peke yake. Tunataka kazi. Wananchi kule wana mategemeo makubwa, wana matumaini makubwa, na mimi nimekuteweni kwa sababu nina matumaini nanyi. Msiniangushe. Leo tumewapisha. Kazi imeanza. Ingieni ofisini mkafanye kazi. Kikwazo chochote niko tayari kusikiliza. Niarifu ili kuchukua hatua kwa yale ambayo nyinyi yako nje ya mamlaka yenu ya kuchukua hatua. Wakati tunawaapisha imenyesha mvua, dalili njema. Yale tunayoyasema kwamba yajayo ni neema tupu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tupate neema zake, kwa sababu dhamira yetu ni njema. Tumegombea nafasi, mimi binafsi nimegombea nafasi hii ya urais nikiwa na dhamira ya kuwatumikia wananchi. Ninaamini kwa dhamira yangu njema Mwenyezi Mungu atanionyesha njia ya kupita. Lakini leo tumeanza na kutengeneza safu ya serikali. Baada ya viongozi wachache niliowateua, leo nimekamilisha safu ya mawaziri. Mategemeo yangu kwenu ni makubwa sana. Mategemeo ya wananchi kwenu ni makubwa sana. Toka nimetangaza baraza, nimepata message nyingi, simu nyingi, mitandao imezungumza sana.
tumechanganya wazoefu na wapya. Wazoefu wakaendelee kutuonyesha uzoefu wao, wapya wakahakikishe wanatuletea utendaji mpya. Ni imani yangu kwamba sitolazimika kufanya mabadiliko haraka, lakini sitosita kuyafanya endapo sipati kile ninachokitegemea. Natambua kwamba pengine lugha yangu ngeni, lakini bora tuanze mapema. Tukielewana mapema, huko mbele kutakuwa hakuna tatizo. Lakini tusipoelewana mapema, mtu atakuja kuniambia, mbona hukuniambia? Nakwambieni kabisa, tukafanye kazi za wananchi. Kwa kweli nimekwenda sehemu chache, lakini sehemu zote nilizokwenda matatizo ni makubwa. Tukarekebishe na rekebishika, tukarekebishe ili wananchi wapate huduma zilizokuwa bora. Na kwa kweli tumetoa ahadi nyingi, tuzitimize ahadi tulizotoa kwa wananchi. Waheshimiwa mawaziri, nakupeni hongera sana, lakini wakati huo huo nakupeni pole, kwa sababu mzigo nilokupeni si ndio mkubwa. Kwa hivyo kahakikisheni mnatekeleza majukumu yenu.